Kwa niaba ya kanisa tunaona ujenzi unavyoendelea vizuri, na nichukue wakati huu kuwashukuru sana watu wote waliojitoa kwa fedha zao na ushauri wao kwa ajili ya kufikisha hatua hii tangu chini mpaka hapa tulipofika. Na sasa natoa wito rasmi kwa watu wengine ambao hawakufahamu hili au bado hawakutoa wakati ule. Hata kama umetoa wakati ule wa mwanzo, uweze kutoa tena sadaka yako kupitia akaunti zitakazoonekana na zinazoonekana hapo zikipita, tuweze kutoa michango yetu kwa ajili ya kukamilisha ujenzi kwa hatua hii inayofuata na nyingine zitakazofuata. Kwa hiyo tunasisitizia sana tushirikiane pamoja, tushikamane pamoja ili tuweze kutoa michango yetu kwa ajili ya kazi hii ya ujenzi wa kanisa. Ni jengo kubwa na tunahitaji fedha za kutosha. Kwa hiyo tusikate tamaa, tuendelee kujitoa kadri Mungu alivyotubariki. Bwana wabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kukaribishe tena ndugu mpenzi mtazamaji na fuatiliaji wa SDA Church Media katika kipindi kizuri cha masomo ya Biblia kupitia miongozo ya Biblia ya vijana, yani Bobea Andikoni. Na leo tena ni siku nyingine nzuri ambapo tunataka kuangalia somo hili makini la 12 katika miongozo yetu ya vijana kujifunza Biblia, yani Bobea Andikoni. Na somo hili la 12 lina kitu kinasema kwamba Mungu anapotoweka. Je, Mungu anapotoweka nini kinakuwa? Inatokea nini? Inakuaje kuwaje? Kwa nasi katika masomo haya mpaka mwisho, na mimi kama kwa kitu ambacho tutajifunza kwa ajili ya maendeleo yako ya kiroho na ya kimwili pia. Basi kwa kwanza kipindi chetu kizuri nitamkaribisha mwalimu na mshiriki mwenzetu Dismas kwa ajili ya kutupatia ombi la kufungua kipindi katika siku ya leo. Karibu. Tuombe. Mtakatifu Mungu na Baba yetu mwema mbinguni, tunakualika masaa Yesu tunapokwenda kujifunza na kuanza kipindi hiki, tafadhali tuongoze tuweze kufanya yote kwa utukufu wa jina lako. Msaidie msikilizaji anayesikiliza akiwa mbali, kamuongoze kwa neema yako Kristo aweze kuelewa na hatimaye kumsaidia kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Neema yako yatosha kwa jina lako Yesu Kristo. Amen. Amen. Na somo hili ni somo zuri na la pekee sana. Ni somo ambalo tutaenda kuangalia kisa moja, kisa moto ni cha pekee sana katika Biblia. Kisa ambacho wana wa Israeli waliamua kumuasi Mungu kwa kutengeneza ndama au Mungu ambaye alimtegemea kama Mungu ambaye alikuwa anaonekana. Kwa baada ya kuwa Musa ameenda katika mlima wa Sinai kwa siku takriban 40, basi wa Israeli wakaona kana kwamba Musa anachelewa kuja, amekawia kuja, huenda amekufa, wakaamua kufanya mambo ya kuwa na Mungu mwingine ambaye walifanya kwa utashi wao wenyewe. Na hivyo mambo mengi yakatokea katika somo hili, na naamini kwamba basi utazidi kufuatana nasi. Ukiwa na Biblia yako unaenda kuweza kujifunza nasi katika kile kitabu cha Kutoka, ile sura ya 32 fungu la kwanza mpaka sura ya 33 fungu la 11, nipo ambapo somo katika juma hili limejikita habari ya Mungu anapotoweka. Naam, labda kwa kuanza nipo na timu ya walimu mbalimbali. Kabla sijaendelea natamani watambulishe. Tunaye mwalimu Makolo Buruba, anaweza wakatupungia mkono. Asante. Tunaye mwalimu Munishi Jackson, anaweza pia kutupungia mkono. Amina. Tunaye mwalimu Dismas Gerard pia ambaye tutakuwa naye katika kipindi hiki cha siku ya leo, anaweza pia kutupungia mkono. Na tunaye mwalimu Mipawa Samuel pia katika somo la siku ya leo, anaweza kupungia mkono pia. Amina, Mungu akubariki sana. Na kwa kuanza nitaanza na mwalimu Mipawa Samuel. Na katika kujifunza kwako katika somo la wiki hii habari ya Mungu anapotoweka, unaweza kutusaidia kufahamu ulipokuwa unajifunza kwa nini Waisraeli waliamua kumshurutisha Haruni atengeneze sanamu ya ndama ya dhahabu ili wapate kuiabudu? Yaani ni kwa nini Waisraeli walipata ile shauku au ile hamu ya kutengeneza, ya kumshurutisha Haruni kutengeneza hii sanamu kwa ajili ya wao kuifanyia ibada? Asante mwalimu kwa swali zuri. Na kama somo ambavyo linasema Mungu anapotoweka. Na sababu ipo katika kitabu cha Kutoka pale sura ya 32 mstari wa kwanza. Ukisoma pale unaona kwamba hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni, wakamwambia, haya tufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri
hatujui yaliyompata. Kitu cha kwanza ni kukawia kwa Musa. Kukawia kwa Musa, lakini pia waliona kwamba Mungu hayupo kati yao, kwa sababu walihisi ya kwamba wanaenda wao kama wao. Kwa hiyo kutokuwepo kwa Mungu katika akili zao, kwa maana walifikiria ya kwamba huenda Mungu hayupo kati yao. Kwa hiyo waliamua wamshurutishe Haruni kwa ajili ya kufanyia sanamu ya ndama, kwa ajili ya kufanyaje, ya kuiabudu ile ndama kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni kuhisi kwamba uwepo wa Mungu haupo kati yao, lakini pia hata Musa ambaye alikuwa kiongozi wao hayupo, kwa sababu zilikuwa ni siku 40 yuko mlimani na hawakujua kitu gani ambacho kimefanyaje, kimempata, na walifikiri ya kwamba Musa amekufa. Kwa hiyo walikuwa na mawazo mengi sana. Kwa hiyo wakaamua kwamba kumshurutisha Haruni aweze kuwafanyia ndama ili waweze kumwabudu. Lakini sababu nyingine ni kukoma kwa ile miujiza. Kipindi Musa yupo pamoja nao, au kipindi kabla zile siku 40, kulikuwa na miujiza mingi ambayo ilikuwa inafanyika kati yao. Kwa hiyo walihisi ya kwamba kabisa hapa hakuna tena uwepo wa Mungu, wala hakuna chochote ambacho kinaendelea. Kwa hiyo wakaamua kumshurutisha Haruni ili aweze kuwafanyia ndama. Lakini pia udhaifu wa Haruni unaweza ukawa ni sababu pia ya wao kufanya ile ndama, kwa sababu Haruni pia alikuwa ni kiongozi wao. Kwa hiyo aliona kana kwamba alikuwa ameacha, au alikuwa tunasema kama amesahau kwamba uabudu wa sanamu ni dhambi kubwa sana machoni pa Mungu. Kwa hiyo ule udhaifu wa kusahau sheria ya Mungu ulifanya pia ile ndama itengenezwe. Asante sana. Amina sana, asante kwa majibu mazuri, jinsi ambavyo wanaweza walikuwa na sababu nyingi za kuwafanya kwamba waweze kufanya ndama ya adhabu na kuiabudu, kwamba wanaona kama Musa anakawia, wakaona kwamba hakuna muujiza moja kwa moja. Lakini pia udhaifu pia wa Haruni ilikuwa ni kati ya sababu ya kutimiza lengo hili. Mimi pia najifunza kwamba wakati mwingine pia imani yao pia kupungua juu ya Mungu ni pia ilikuwa ni kati ya sababu kuwafanya wafanye ndama. Sababu gani? Wanataka Mungu ambaye anaonekana, Mungu ambaye anaonekana wazi wazi, lakini kumbe Mungu wetu anahitaji tu kumwamini hata kama akionekani moja kwa moja. Asante sana Mwalimu Power kwa jibu makini katika swali hili ambalo tusogeza zaidi katika somo hili la 12, habari ya Mungu anapotoweka. Naam, Mwalimu Makolo, tunaona kwamba wana wa Israeli walifanya kitu cha pekee na cha ajabu, na ilikuwa ni dhambi ambayo ilikuwa ni kubwa sana mbele za Mungu, hata mbele za Musa pia alipokuwa ameiona baadaye. Na kwa hiyo ni dhambi ya ndama ilikuwa ni mbaya kiasi kwamba Mungu alikuwa tayari kuangamiza taifa lote la Misri, taifa lote la Israeli, kama vinaonekana katika kitabu kile cha Kutoka 32 fungu la 9 na la 10. Pale kana kwamba Mungu sasa yuko tayari kulifutilia mbali taifa hili na kumfanya Musa kuwa mkubwa kwa sababu ya dhambi hii ya kuabudu miungu mingine au kuzifanyia sanamu na kuanza kuiabudu. Karibu. Naam, asante sana mwalimu. Nilipokuwa najifunza nilielewa jambo moja kubwa sana ambalo wana wa Israeli walilisahau. Au ukisoma katika kile kitabu cha Kutoka 32 na lile fungu la kwanza, anasema hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni wakamwambia, haya tukafanyizie miungu mingine, miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Cha kwanza walisahau kwamba ni Mungu aliyewatoa katika ile nchi ya nani? Ya Misri. Hebu tujikumbushe katika kile kitabu cha Kutoka 20 na lile fungu la kwanza. Anasema akasema Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, ya kwamba katika nyumba ya utumwa, usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu anajaribu kukumbusha kwamba aliyewatoa katika ile nchi ya Misri hakuwa Musa, alikuwa ni nani? Hakuwa ni Mungu. Na hii ndiyo chanzo cha kufanya sanamu, kwa maana hawakuwa na uelewa juu ya Mungu, ama
walisahau uwepo wa Mungu katika ukombozi wao. Lakini picha iliyokuwa inakuja machoni pao ni Musa ndiye aliyewaokoa. Sasa kwa nini Mungu alitamani kuwaangamiza kwa kutokana na hii adha ambayo aliitengeneza machoni pa Mungu? Yaani kujitengenezea Mungu mwingine na kuanza kumwabudu. Ukija sasa katika fungu la 4 la 4 katika kile kitabu cha Kutoka 20, unasema usijifanyizie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu ya mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Nitawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami nitawarehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Unaona, hizi amri zimefungamana na ahadi ya rehema, kwamba wale ambao wataamua kuzishika amri za Mungu, yani pamoja na kumwabudu Mungu kama Mungu na kutotengeneza kitu chochote cha mfano wa chini ya dunia na juu ya mbinguni, kwamba wasivisujudie. Na ikiwa watatenda hivyo watapata rehema kizazi cha kwanza hadi cha ngapi? Cha 4. Na ikiwa wataenda kinyume na mapenzi ya Mungu, adhabu ya Mungu itakuwa katika kizazi cha kwanza hadi cha ngapi? Cha 4. Kwa hiyo amri hizi zimebeba mbaraka wa kwamba yule ambaye atamwamini Mungu na kumsujudia yeye tu atapata rehema katika vizazi vyake, na yeye pia atapata hiyo rehema. Kwa hiyo tunapojifunza habari ya kuzishika zile amri za Mungu, ni zile ndizo zinazobeba msingi na mzizi wa uwepo wa Mungu. Ikiwa amri hizo zitapuuzwa, basi itasadikika kuwa Mungu hayupo. Kwa hiyo tunapozitunza amri za Mungu, tunadhihirisha kwamba Mungu yupo na ataendelea kuwepo. Endapo tunazivunja, tunaonyesha kwamba Mungu hayupo na tunatafuta miungu mingine ambayo tutaitegemea. Kwa baadaye tutajifunza aina ya miungu ambayo hata sasa tunaitegemea katika maisha yetu. Asante. Asante sana Mwalimu Makolo kwa ajili ya ufunuzi huo mzuri mtupatia katika wakati huu. Mungu akubariki sana. Lakini pia nimejifunza kwamba au nazidi kufahamu kwamba kitendo cha wana wa Israeli kutengeneza ndama na kuanza kuiabudu ni uzinzi wa kiroho ambao Mungu anauchukia sana katika maandiko sehemu zote. Nikana kwamba mtu, yani mwanadamu au Waisraeli sasa walifanya uzinzi wa wazi wazi. Wakaamua kumwacha Mungu na kwenda katika miungu ambayo ilikuwa wanaifahamu wao wenyewe. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa ni cha hatari sana katika maisha yao ya kiroho. Lakini pia hata leo bado kuna miungu ambayo tunajifanyia mingi sana. Ukiacha Waisraeli wao walifanya ndama ya dhahabu, lakini pia leo kuna miungu ambayo ipo mingi kwenye ulimwengu huu. Kuna miungu fedha, kuna miungu mali, kuna miungu kazi, kuna miungu majumba. Kuna miungu ambayo ni mingi ambayo Wakristo wa leo wanaifanya. Kwa hiyo tuseme tu kwamba Waisraeli walifanya ndama ya dhahabu wakaasi. Pia jitafakari na wewe ni kipi ambacho ukipatia nafasi ya kwanza ambacho kinachukua sehemu ya muumbaji. Hicho pia ni ibada ya sanamu ambayo inatupasa pia kuweza kuiepuka na kuiacha mara moja. Mungu azidi kutubariki sana. Na wakati huu pia nitaenda kwa Mwalimu Dismas. Kwenye somo hili la 12 tunaona kama pia viongozi hawa tunajifunza habari zao pia zaidi. Tuna kiongozi Musa, lakini pia tuna kiongozi nani? Haruni. Sasa nitamani utusaidie kufahamu kwamba tofauti kati ya mwitikio wa Musa na wa Haruni katika uasi huu mkubwa wa Israeli ilikuwa ni nini? Musa aliitikia vipi kama kiongozi? Na Haruni je, aliitikia vipi kama kiongozi katika uasi huu ambao aliufanya kipindi kile? Karibu. Nafsi na uhai wake mwenyewe. Kwa kumbe Haruni alitakiwa kuwa mtu thabiti. Kwa hiyo tunaona kwamba tofauti yake ni kwamba alikuwa sio mtu wa nini? Sio mtu wa maamuzi. Lakini baada ya Musa kuja kutoka mlima Sinai, kwenye ile fungu la 20 na 19 anasema kwamba asala Musa ikafanyeje? Ikawaka. Na alivyokuta hicho kitu, Musa alifanya maamuzi magumu ambayo ni kwa ajili ya kuvunja ile nini? Ile ndama. Kwa hiyo hata pia kwa viongozi ya kwamba ndani ya kanisa tunatakiwa tuwe na maamuzi ambayo ni maamuzi ya kumhofu Mungu badala ya wanadamu. Wakati fulani tumejaribiwa
kuwafuata wanadamu wakati ambapo maamuzi ambayo yanapingana na neno la Mungu. Kwa Mungu atusaidie kama viongozi ndani ya kanisa, kama viongozi ndani ya familia, kutetea kile ambacho Mungu anakihitaji badala ya kutaka kufanyeje kuridhisha watu. Sasa tunaangata katika mambo ya kisiasa, mtu anasimama kwa ajili ya kufanyeje ya kuridhisha watu na anauacha ukweli na hatimaye anapotosha ukweli. Kwa katika familia, Mungu atusaidie kama viongozi, baba na mama, fanya maamuzi ambayo yatakuwa ni kwa ajili ya usalama wa familia na usalama wa watoto. Asante sana. Amina sana Mwalimu Dismas. Mungu akubariki kwa ajili ya majibu yao ambayo umetuambia habari ya utofauti kati ya Musa na Haruni katika maamuzi ambayo waliyafanya wakati wa uasi ule wa wana wa Israeli. Na nikukumbusha tena ndugu mtazamaji ya kwamba unaendelea kufuatilia kipindi kizuri cha mjadala kujifunza Biblia kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato hapa SUA, na tunajifunza miongozo ya kujifunza Biblia ile ya vijana ambaye inaitwa kama Bobea Andikoni, na hivyo endelea kuwa nasi nipendelea kubarikiwa katika vipindi hivi mwanzo mpaka mwisho. Na tunaendelea kuzidi kujifunza katika somo la 12 habari ya Mungu anapotoweka. Mara nyingi sana wakati wote Mungu anapotoweka katika maisha ya mtu huwa inakuwa hatari. Hata Mungu akitoweka pia kwenye familia inakuwa ni hatari. Mungu pia anapotoweka katika kanisa bado inakuwa ni hatari. Au pia Mungu akitoweka katika jamii na ile inakuwa pia ni hatari. Kwa mimi nimejifunza pia kwamba nyakati zote kwenye maandiko matakatifu pale ambapo Mungu anakuwa anatoweka au anasahaulika kwenye moyo wa mtu au watu, mara zote yanakuwa kitokea majanga makubwa. Wanapata tunaona kwa mara katika kisa hiki kuna vifo vingi vilitokea kwa hicho kitendo ambacho walikifanya cha uasi. Watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha. Kwa hiyo ilikuwa ni hatari. Mara zote Mungu anapotoweka, kwa ndugu mtazamaji, msikilizaji, jua tu ya kwamba jitahidi sana Mungu asitoweke katika maisha yako, bali uwe naye siku zote. Na mtarudi kwa Mwalimu Munishi. Tunaona kwamba Musa ni mmoja kati ya watu ambao ni wapekee sana kwenye kitabu cha Kutoka. Amekuwa ni kiongozi tangu mwanzo na mpaka mwisho wa kitabu hiki. Ameongoza Waisraeli kwa namna mbalimbali. Na baada ya kuwa amefahamu kwamba kuna uasi umetokea kule, alikuwa na mwitikio tofauti. Natamani tusaidie kufahamu Mwalimu Mnishi kwamba Musa huyo kiongozi wa taifa kubwa la Israeli, taifa la Mungu, alikuwa na mwitikio gani kabla ya kushuka mlimani na baada ya kushuka mlimani? Mwitikio wake ulikuwa vipi kwa wale wasi wana wa Israeli? Karibu. Mwalimu, asante sana. Musa ni kama ulivyosema, Musa alikuwa ni mtu wa pekee sana. Na Musa upekee wake kabisa Biblia inamshuhudia ni kwamba alikuwa ni mtu mpole sana katika wakati huo. Alikuwa ni mmoja wa watu wapole sana. Lakini Musa, baada ya Mungu kumwambia Musa ya kwamba watu wako wameasi, na tena Mungu alitumia kauli akasema kabisa watu wako uliowatoa Misri wamefanyaje? Wameasi. Maana yake Musa ni kana kwamba alikuwa amechukua nafasi kubwa, imekuwa kama sehemu ya wana wa Israeli. Na baada ya Mungu kumwambia hivyo, Mungu alimwambia niache hasira yangu iwake juu yao, niwaangamize. Alafu labda tusome kwenye Kutoka 32:11. Tukianzia fungu la 10. Mungu alimwambia, basi sasa niache ili hasira zangu ziwake juu yao, niwaangamize, nami nitakufanya wewe kuwa uwe taifa kuu. Hicho ndicho Mungu alichokisema. Ingekuwa leo ni kawaida kabisa mtu anayetanguliza manufaa yake binafsi mbele, angekubali hichi kitu. Lakini Musa tunaona mwitikio wake, anasema kwamba Musa akamsii sana Bwana. Hakumsii kidogo. Sijajua alitumia lugha gani, lakini alimsii sana Bwana kwamba asiwaangamize. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye alikuwa ameonyesha roho ya kutokuwa na ubinafsi. Nafikiri ni mmoja wa watu ambao wameishinda ile amri iliyokuu ya pili, ambao anasema kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo tunawahitaji watu kama Musa katika dunia ya leo, wasiotanguliza manufaa yao binafsi mbele. Hapo ni kabla hajashuka mlimani. Lakini baada ya Musa kuwa ameshuka mlimani, ninamwona Musa kama alikuwa amefika kwenye eneo fulani vile kilele. Akaona ile ndama. Musa alionyesha hasira kali sana. Tunafahamu alikuwa amepewa zile mbao 2, alizivunja. Lakini pia kwenye maandiko sijaona kama alihukumiwa kwa kuzivunja. Maana ile hasira aliyokuwa nayo ninaona kama ni ya wivu.
wivu ule ambao Mungu aliusema mimi nina wivu juu ya watu wangu. Lakini baada ya hapo Musa alipanda tena mlimani kwenda kuwapatanisha wale watu. Na unajua Musa alisema kitu cha ajabu sana. Alisema ya kwamba kama utawasamehe hawa watu, basi unifute na kusi katika kitabu chako ulichoandika katika ile kitabu cha Kutoka 32 mstari wa 32. Kile kitu ambacho litazamia kukipata kwa muda mrefu, alafu nasema bora nisikipate kwa ajili ya watu fulani. Ni roho ya pekee sana. Kwa hiyo Musa alikuwa ni mtu ambaye si binafsi, japokuwa alikuwa ni kiongozi mkubwa na alionyesha rehema kubwa mno licha ya kuwa na hasira. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba hakuwachukia wale Wanaisraeli, lakini yeye pia aliichukia ile dhambi, lakini bado alirudi kumuomba Mungu kwa ajili ya rehema kwa wale watu. Asante sana kwa ajili ya jibu. Kama tunaona kwamba Musa pia anaonyesha hali ya kuwahurumia wana wa Israeli, lakini pia anaonyesha hali ya kuchukia dhambi walifanya ili ya kutengeneza ile ndama na kuanza kuiabudu. Asante sana kwa majibu hayo mazuri. Naamini kama mpaka sasa ndugu mtazamaji utakuwa unazidi kujifunza katika habari ya kitabu cha Kutoka sura ya 32 fungu la kwanza mpaka sura 33 fungu la 11, habari ya Mungu anapotuweka. Labda tena kwa tunapokuwa tunaelekea miisho ya somo hili la 12, nitatamani tena kuwakaribisha walimu kwa mara nyingine kuchangia yale ambayo huenda wanatamani mtazamaji azidi kuyafahamu zaidi au ambayo wamejifunza zaidi na kuhitaji kubobea katika somo la wiki hii. Nitaanza na mwalimu Mipawa. Kwa upande wako tutapelekea kuhitimisha somo la juma hili, habari ya Mungu anapotuweka na kisa cha Waisraeli kutengeneza ndama na historia yote ilivyokuwa na mafafanuzi yake yote. Unatamani ndugu mtazamaji atoke na nini katika somo makini la juma hili? Karibu. Asante sana. Mungu anapotoweka. Sababu za wana wa Israeli kumshurutisha Haruni kuwafanyia ndama zinaweza kuwa ni zile zile au zinaweza zikawa ni sawa na sababu za kwetu sisi kuweza kujishurutisha au kushurutisha viongozi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kutenda isivyo mapenzi ya Bwana. Na katika mazingira gani basi tunaweza tukawa tunajishurutisha sisi? Kwa mfano sababu za kukosa imani, sababu za kukosekana au kutokuwepo kwa miujiza. Ambayo hiyo katika maisha yetu, katika ulimwengu wa leo ndugu mtazamaji, unaweza ukaona watu wanavyokuwa wanamiminika kwenda kutafuta miujiza sehemu mbalimbali, kwenda kutafuta hiki na hiki. Ile yote ni kukosa pia imani ya kwamba kuna Mungu wa mbinguni ambaye pia anakuwepo hata katika wakati ambao tunahisi sisi hayupo. Kwa mfano hasa katika nyakati za shida, za magonjwa, nyakati za uchumi, nyakati za kuyumba katika mahusiano ya kifamilia na vitu kama hivyo. Tunahisi kama kwamba Mungu hayupo, lakini kumbe Mungu yuko katikati yetu. Lazima imani zetu zijengwe kwa nani? Kwa Mungu wa mbinguni. Lakini pia unaweza ukasoma katika kile kitabu cha Zaburi pale katika kile kitabu cha Zaburi sura ya 62 mstari wa kwanza anasema, nafsi yangu yamngoja Mungu peke yake kwa kimya, wokovu wangu kutoka kwake. Kwa kuna wakati tunahisi sisi kana kwamba Mungu hayupo katika maisha yetu. Na wakati mwingine sasa tunaamua ya kwamba tufanye isivyo mapenzi ya Mungu kwa kuenenda tofauti na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunapaswa kumngoja Bwana. Waisraeli walipaswa kumngoja Musa pamoja na Mungu ili maisha mengine yaendelee. Hivyo hivyo hata sisi tunapaswa kumngoja nani? Bwana. Lakini pia mstari wa 5 anasema, nafsi yangu umngoje Mungu peke yake kwa kimya. Kwa nini? Tumaini langu hutoka kwake. Kwa katika nyakati ngumu, nyakati za shida, nyakati za kuona kwamba Mungu hayupo, lazima tumaini letu liwe kwa Mungu pekee. Kwa nini? Kwa sababu lazima tumngoje Bwana peke yake. Kwa nini? Kwa sababu tumaini letu na wokovu wetu uko kwa nani? Kwa Mungu wa mbinguni. Asante. Amina sana. Kwa hiyo ndugu mtazamaji na wafuatiliaji, siku zote mngoje Bwana, na kwa wakati wake ataonekana katika maisha yako na utazidi kumtumainia na kumfurahia kweli kweli. Na mwalimu Makolo, kwa upande wako unatamani mtazamaji wetu atoke na nini katika somo la juma hili, habari ya Mungu anapotuweka? Kwa ufupi tupatie ambacho unatamani tuondoke nacho katika somo la wiki hii. Asante. Israeli katika mwendo ilipata changamoto ya Mungu kutomuona katika safari yao.
Yaani kuna nyakati walihisi Mungu hayuko pamoja na wao, na wakaamua kutafuta Mungu mwingine ambaye angeweza kuwasaidia. Ya kwanza, wana wa Israeli toka kukombolewa kwao walikuwa wanamuona Musa ni kama pia Mungu wao. Ni kwamba lolote ambalo lilikuwa linawapata walikuwa wanaenda kwake. Na ni kweli, kwa sababu yeye alikuwa anawasiliana na Mungu. Papo hapo walikuwa wanaweza kupata msaada wakati huo huo. Lakini wakati ambapo Musa alikuwa haonekani, hawakuwa na tumaini kabisa kwamba hivi kweli inawezekana Mungu yuko pamoja na sisi. Ndipo walipoanza kukumbuka kwamba tulipokuwa Misri alikuwepo Mungu ndama ambaye alikuwa ni wa kiume, ambaye walikuwa wanamwabudu wakiwa Misri. Kwa hiyo wakamuona, na kwamba nyakati hizo ambazo Musa hayupo na Mungu pia hawamuoni, wanaweza wakapata faraja kutoka kwa huyo Mungu ndama. Na tunaona tukio hilo lilimkasirisha sana Mungu. Akaona watu hawa wataendelea kuniasi hata lini? Na yamkini Mungu alikuwa na uwezo wa kuangamiza na kutengeneza uzao ambao ungetoka kwa Musa, lakini haikuwezekana kufanya hivyo kwa sababu ya zile ahadi ambazo Mungu alizitoa kwa Ibrahim, Yakobo, Isaka na wengine ambao aliwapa hizo ahadi. Lakini tunaona kwamba Mungu anagairi kwa sababu ya ahadi zake. Lakini kitu cha pekee, Israeli ya kiroho katika mwendo, hata sisi tunakuwa na miungu mingi sana. Nilipokuwa najifunza, niligundua kuna miungu mingi kuliko hata ile ambayo waliabudu wana wa Israeli. Wana wa Israeli tunaona walimwabudu Musa kama Mungu, na pia walimwabudu ndama, yule ndama wa dhahabu. Lakini tukija kuangalia katika maisha yetu, miungu imekuwa mingi. Mungu wa kwanza ni familia. Mungu wa pili michezo. Mungu wa tatu pornografia. Mungu wa nne kazi. Mungu wa tano ni vitu ambavyo tuseme ni media, kwamba mtu anapenda sana habari za media. Asipokuwa katika media anajihisi kama siku yake imeenda vibaya. Kwa hiyo vipo vitu vingi sana ambavyo kwa wakati huu yamkini tunaweza tukawa hatufahamu kwamba tuna Mungu mwingine. Wakati fulani tunaweza tukawa tunafahamu, na wakati mwingine tunaweza tusifahamu. Lakini katika maisha yetu tumekabiliwa na uchaguzi wa kujaribu kumwacha Mungu aliye hai na wa pekee, na kujaribu kuwa na miungu midogo midogo ambayo inatupa raha ya muda kitambo, baadaye tutaangamia. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, jaribu kujichunguza ni kwamba je, ni kweli unamtegemea Mungu au na miungu mingine midogo midogo ambayo unaitegemea katika maisha yako? Asante sana Mwalimu Makolo. Mungu akubariki kwa ajili ya nyongezeo makini unatupatia katika wakati huu, na kutukumbusha kama hata katika ulimwengu wa leo kuna miungu ambayo ipo mingi kweli kweli. Amina. Tutaka pia kuweza kuwa makini na kuepuka ibada zetu kwa miungu hiyo. Basi kwa upande tena mwingine, tulikuwa tunaelekea tamati ya somo la 12. Nitapenda kumkaribisha Mwalimu Dismas Gerald kwa ajili pia kutupatia kitu ambacho natamani mtazamaji atoke nacho katika masaa haya. Kwa ufupi kabisa, natamani mtazamaji wetu atoke na nini katika somo hili la 12, habari ya Mungu anapotoweka. Karibu. Asante na shukuru. Kwa ufupi, mambo mawili ya kujifunza. Jambo la kwanza ni kwamba Musa aliomba kwa ajili ya taifa la Israeli. Wakati ambapo Mungu alisema kwamba ataliangamiza, Musa akaomba, akamsihi Mungu sana, na Mungu akasamehe. Kwa hiyo kumbe wakati fulani maombi yetu kama Wakristo, maombi yetu kama wanadamu, maombi ya kuombea wengine na kuwatakia heri yanaweza akawa ni chachu ya kufanyeje, ya kubadilisha maisha ya watu wengine. Kwa maombi yako mpenzi msikilizaji ambaye unasikiliza, maombi ya kumwombea mtu fulani katika hali yake fulani pengine ya ugonjwa, katika hali yake ya uovu, usiache kumwombea. Muombe, kwa sababu kwa namna hiyo Mungu anaweza akambadilisha na akamsaidia. Kwa kupitia maombi yako inaweza kuwa ni baraka kwa mtu mwingine. Kwa hiyo usiache kuomba, omba kama Musa aliomba na taifa zima likaokolewa, na wewe omba, Mungu anaweza kufanya jambo kwa mtu fulani. Lakini kitu cha mwisho na jambo la pili ni kwamba wakati Mungu anapotoweka,
ya kwamba baada ya Musa kuondoka Israeli anafanya ndama. Wakati fulani tumekuwa tukijaribiwa kufanya uamuzi ambao ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Wakati fulani mambo yamekuwa ni magumu kidogo, changamoto zimekuja, ugonjwa umekuja, mambo hayaendi, uchumi unayumba, na unajaribiwa kwenda kwa waganga, unajaribiwa kwenda kwa wachawi kutafuta nini? Kutafuta msaada. Mtegemee Mungu, mtumainie Mungu. Hivyo kumtumainia Mungu, Mungu analeta msaada. Kwa hata kwenda kwa waganga, mtumainie Mungu na Mungu wa mbinguni atafungua njia. Bwana akubariki sana. Amina sana. Kwa hiyo tumtumainie Mungu katika nyakati zote, lakini pia tusiache kuomba kwa ajili yetu ni pia kwa ajili ya watu wengine. Na kabla mwalimu Mnishi hajaongea nimekumbuka kitu. Tunafahamu kwamba miongozo ya kujifunza Biblia katika robo 2 za mwaka hiyo inafanana na vijana watu wazima zilikuwa zinafanana. Katika robo hii ya 3 kuna kitabu cha Kutoka watu wazima na vijana pia. Na robo pia mbele inafuata kidogo itakuwa pia ni kitabu cha Yoshua ambapo pia vyote vitakuwa vinafanana kwa vijana na watu wazima. Kwa hiyo nilikuwa nikitupa jicho kwenye lesoni za watu wazima, nikapenda nikapata kitu kwamba Haruni alipokuwa Musa alipomuuliza Haruni kwamba imekuwaje umefanya haya Haruni moja kati ya kitu ambacho alikisema ni kwamba ulitokea muujiza katika kutengeneza ile ndama. Utaona kama katika kitabu kile cha Kutoka sura 32 kuanzia fungu la 21 pale Musa anaanza kumuuliza Haruni imekuwaje kwaje. Lakini ile fungu la 24 ni jibu la Haruni kwa Musa, anasema kwamba nikawaambia mtu yeyote aliye na dhahabu na aivunje, basi wakanipa nami nikaitupa ndani ya moto, akatoka ndama huyu. Kwa hiyo nikana kwamba Haruni anasema kwamba ulitokea muujiza yeye akufanya. Yeye alipewa tu zile dhahabu, alipotupa kwenye moto akatoka ndama huyu. Kwa hiyo pia alijaribu kufanya uzuri kana kwamba ulitokea muujiza. Yaani anataka kuweka dhambi kuwa ni muujiza ulitokea yeye akufanya. Kwa hiyo tuna udhuru nyingi katika kufanya watu watende dhambi au katika kutenda dhambi si wenyewe, lakini basi ni kwamba dhambi haina udhuru. Haiwezi ikawa ni muujiza, haiwezi ikawa kana kwamba umechurutishwa. Ukifanya dhambi inakuwa ni maamuzi yako mwenyewe. Kwa hiyo dhambi haina udhuru. Jitahidi kama ukiwa ni mtumishi wa Mungu, unatamani kumfuata Mungu, unatamani kumfuata Yesu, muombe akusaidie kuepukana na tamaa za kufanya dhambi kwa namna zote. Maana dhambi haina udhuru. Ukifanya dhambi umefanya tu. Hajisho kama nini ambacho kimetokea kwako au kwa mtu mwingine. Na kwa kwenda kuhitimisha, tutaenda kutupatia dondoo ya mwisho mwalimu Mnishi kwamba unatamani tutoke na nini katika somo la wiki hii ambacho unatamani tutoke nacho, umebobea kwacho, unatamani msikilizaji pia aondoke nacho. Kwa ufupi pia shiriki na sisi jambo hilo, karibu. Jambo la pekee ambalo ningependa mtazamaji aondoke nalo na sisi pia tuondoke nalo hapa pia ni tabia ya Musa. Tabia moja ya pekee sana ya naweza nikasema uadilifu. Uadilifu maana yake ni kwamba kwa lugha rahisi kile unachokionyesha nje ndio kiwemo ndani ya moyo kiuhalisia. Musa alikuwa akiwajali Waisraeli, lakini hata mbele za Mungu kiuhalisia alionekana kuwajali wale watu. Na ndio maana alitoa yale majibu ya rehema kwao. Na sisi pia leo katika maisha yetu kama ni baba wa familia, unasema unampenda labda mkeo au watoto. Mungu akitazama ndani ya moyo wako aone kabisa ni uhalisia hicho kitu kipo. Kama ni kijana anafanya kazi, anatumikia labda yuko kwenye kazi fulani, afanye kutokea ndani ya moyo kabisa kile kitu. Iwe ni uadilifu. Sisi vijana pia tunasema tunao watu labda tunaowapenda. Labda unamchumba, umepropose mahali, kila ambacho nakisema nje kitoke ndani ya moyo. Ndio uwe uhalisia ambao tunajifunza hapa somo la uadilifu. Asante sana. Kama tujifunze pia kwa Musa habari ya uadilifu kama tulikuwa tunakisema, basi pia tukiishi katika maisha halisi. Mungu akubariki sana mtazamaji, lakini pia Mungu akubariki sana wewe ambaye unazidi kutufuatilia kutoka pale popote ulipo. Hapa ndio mwisho wa somo la 12 ya habari ya Mungu anapotoweka. Fuata nasi tena katika masomo mengine kwa siku ambazo zinafuata hapo baadaye. Na kwa kufunga kipindi hiki cha wakati huu nitamkaribisha Mwalimu Mipawa kwa kutupatia ombi la kufunga kipindi hiki kizuri. Karibu sana. Naam, tuombe. Baba mwema mtakatifu uliye mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu umekuweza kuwa pamoja nasi kutokea mwanzo wa kipindi hiki hata tamati. Tunakushukuru sana.
tunakusihi na kukuomba Mungu, yale ambayo tumejifunza katika kipindi hiki kizuri yakaweze kumea katika mioyo yetu, na hatimaye tukaweze kuyafanyia kazi, ikiwemo tukazidi kuweza kukutumaini wewe katika nyakati zote. Viongozi ukaweze kuwasimamia, lakini pia hata wao waweze kusimama imara kama ambavyo Musa alikuwa amesimama imara. Lakini Mungu katuweze kusaidia katika swala zima la upendo, tukaweze kuwapenda pia watu wanaotuzunguka kama ambavyo wewe unatupenda sisi, na hiyo ndiyo kanuni yako ya asili. Tunakushukuru sana Mungu, endelea kuwa pamoja nasi. Bariki wasikilizaji na watazamaji wanaokuwa wanatufuatilia, lakini zaidi ya yote kumbuke katika ufalme wako ujapo mara ya pili. Neema yako inatosha, mapenzi yako yatimizwe katika Kristo Yesu Bwana wetu. Nimeona kushukuru. Amen. Amen.